Kikao cha Brussels na kurudi nyuma Ulaya inayosokotwa na tofauti za ndani katika mpango wake unyang'anyi wa mali za Russia. Licha viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kuandamwa na mashinikizo ya kisiasa ya Marekani ya kuwataka watoe msukumo wa kuvipatia suluhisho la haraka vita vya Ukraine, viongozi hao waliokutana kwenye makao makuu ya umoja huo mjini Brussels wameamua kurudi nyuma na kulegeza msimamo katika uchukuaji uamuzi wenye gharama kubwa na hasi wa kunyakua mali za Russia, na badala yake wameidhinisha mkopo wa euro bilioni 90 kwa Ukraine, na hivyo kudhihirisha wazi mivutano ya ndani iliyopo baina yao na hofu walionayo kwa matokeo hasi ya kuchukua hatua za kiuadui dhidi ya Moscow. Baada ya mazungumzo marefu ya Brussels yaliyoendelea hadi usiku, viongozi wa Umoja wa Ulaya hawakuweza kufikia makubaliano juu ya kuzitumia kama wenzo wa mashinikizo na chanzo cha fedha mali zilizozuiliwa na za benki kuu ya Russia zenye thamani ya takriban euro bilioni 100, na badala yake wakafadhilisha kulifanyia kazi chaguo la gharama nafuu la mkopo pamoja kutoka kwenye bajeti ya umoja huo. Uamuzi huo umeonyesha kivitendo kwamba Ulaya sasa inapoteza kile inachodai kuwa ni umoja madhubuti ilionao kutokana na kukabiliwa na hatari kubwa za kisheria na kifedha na hofu ya kuchelea hatua za ulipizaji kisasi za Moscow. Ubelgiji, ikiwa ni nchi inayoshikilia sehemu kubwa ya mali za Russia, imetaka ipatiwe dhamana ya uhakika na iliyobayana ya mgawanyo wa ubebaji masuala ya kisheria, na baadhi ya nchi nyingine wanachama wa EU zimeonyesha wazi wasiwasi zilizonao kuhusu matokeo hasi na makubwa ya uchukuaji hatua kama hiyo. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Bart De Wever ameufananisha mpango wa unyang'anyi wa mali za Russia na meli inayozama, na akaunga mkono mantiki iliyotumika na kuweka kando chaguo hilo la kutia mkono kizani. Msimamo huo ni ungamo lisilo la moja kwa moja la uwezo wenye mpaka ilionao EU katika kuchukua hatua za kivitendo za kukabiliana na Russia. Ijapokuwa baadhi ya viongozi kama vile kansela wa Ujerumani Friedrich Merz walijaribu kutafsiri uamuzi uliopitishwa kama ujumbe wazi kwa Vladimir Putin, lakini kushindwa Umoja wa Ulaya kufanya unyang'anyi wa mali za Russia umefikisha ujumbe madhubuti zaidi wa namna Ulaya inavyosita na kuwa na hadhari kubwa katika kukabiliana na Moscow. Kwa upande mwingine, uamuzi huo umechukuliwa wakati Trump anashinikiza kuhitimishwa vita haraka, huku kukiwepo na tetesi kwamba mali za Russia zinaweza kuja kutumika katika mazungumzo yajayo kwa manufaa ya Marekani. Japokuwa pumuo la muda mfupi na mtihani wa muda mrefu wa mkopo huo vitaweza kufidia kwa muda na kisi ya bajeti ya haraka ya Ukraine, lakini hautoshi na hautaweza kukidhi mahitaji ya nchi hiyo ambayo ni ya euro bilioni 135 katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Kwa upande wa ndani ya EU, kuidhinisha mkopo huo kumewezekana baada tu ya kuvizuia moja kwa moja mzigo wa uchangiaji nchi tatu za Hungaria, Slovakia na Jamhuri ya Czech, ukiwa na ushahidi mwingine wa wazi unaonyesha mpasuko mkubwa uliomo ndani ya Umoja wa Ulaya. Kwa ujumla, inapaswa tuseme kwamba matokeo ya mkutano wa Brussels yanaonyesha kuwa licha ya Umoja wa Ulaya kujionyesha kuwa haina mzaha katika maamuzi, lakini inapofika hatua ya utekelezaji wa kivitendo uliohatarishi na wenye gharama kubwa katika kukabiliana na Russia, hufadhilisha kutumia sera zisizo na msuguano mkubwa. Mwenendo huu umedhihirisha wazi kwa wakati mmoja mpasuko uliomo ndani ya EU na vile uwezo wenye mpaka wa utashi na irada ya pamoja jumuiya hiyo kwenye uga wa mpambano halisi wa kutunisha misuli. Lakini pia umeweka wazi uhafidhina na migongano iliyopo katika msimamo wa Ulaya kuhusiana na vita vya Ukraine kwenye medani ya uchukuaji hatua za kivitendo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile ulinzi wa anga wa Urusi umezuia na kuharibu ndege tatu zisizo na rubani za Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Kwenye uwanja wa kivita pia, wanajeshi wa Urusi wa Battle Group Mashariki wameharibu vituo 5 vya kudhibiti ndege zisizo na rubani na vituo 6 vya mawasiliano vya Starlink usiku uliopita. Msemaji wa Battle Group Dmitry Miskov anathibitisha. Hapo kwenye uwanja wa kivita tena, vikosi vya ndege zisizo na rubani vya kikosi cha kusini cha Urusi vimeharibu mfumo 5 ya roboti ya ardhini na makazi 26 ya jeshi la Ukraine katika siku iliyopita. Msemaji wa kikosi cha vita Vadim Astafiev anasema. Balozi wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker anasema mzozo wa Ukraine upo karibu kutatuliwa kama ambavyo haujawahi kutokea. Anasema, nadhani tuko karibu kama tulivyowahi kuwa. Ni wazi hali nyeti sasa na mambo madogo yanayohusika itahitaji kila mtu ajikaze, lakini nadhani ikiwa kuna nafasi ya amani, hakika tutasukuma hilo, na nadhani hii ni nafasi yetu, aliambia Fox News.
Vile vile ugavi wa silaha kwa Ukraine uliendelea hata baada ya uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuacha kufadhili Kiev. Afisa mkuu wa kijeshi wa NATO anasema hakukuwa na kusimama, ilikuwa inaendelea tu, na sio kwamba Marekani inasubiri hadi ilipwe. Kwa kuwa kifurushi kipya kinatangazwa, mtiririko wa nyenzo unaanza, Meja Jenerali Mike Keller alisema. Vilevile juhudi za kidiplomasia za rais Donald Trump zinakabiliwa na ugumu kufuatia matakwa yanayokinzana kati ya Kiev na Moscow. Mkuu wa sera za nje na wa rais wa Urusi Vladimir Putin, Yuri Ushakov, amesema ana uhakika kwamba bado hakuna nafasi ya kupatikana amani katika mgogoro wa Ukraine kutokana na hatua iliyochukuliwa na Umoja wa Ulaya na Ukraine ya kufanya mabadiliko kwenye mapendekezo yaliyowasilishwa na Marekani. Hayo imeripotiwa na shirika la habari la Interfax chini ya kiwingu cha mazungumzo yaliyofanyika Jumamosi kati ya wajumbe wa Marekani na Urusi huko Florida. Mjumbe maalum wa rais Vladimir Putin kwenye mazungumzo hayo, Kirill Dmitriev, amewaambia waandishi wa habari baada ya mkutano na mjumbe maalum wa Marekani Steve na mkwe wa rais Donald Trump Jared Kushner kwamba mazungumzo hayo yamekwenda vizuri na yataendelea tena. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Jumamosi kwamba kwa sehemu kubwa maamuzi yao itategemea msimamo wa Marekani baada ya mazungumzo na Urusi. Trump alianzisha juhudi pana za kidiplomasia kumaliza vita vya Ukraine, lakini juhudi hizo zinakabiliwa na hali ngumu kutokana na madai yasiyolingana kati ya Moscow na Kiev, lakini pia kuegemea zaidi upande mmoja kwa Umoja wa Ulaya. Vilevile wawakilishi wa Marekani na Ukraine wamesema mazungumzo ya kujaribu kuvimaliza vita vya Ukraine yaliyofanyika mjini Miami nchini Marekani yalikuwa na tija, lakini hawakuweka wazi makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Katika ujumbe unaofanana uliochapishwa kwenye mtandao wa X, mwakilishi wa Marekani Steve na mwenzake wa Ukraine Rustem wameyataja mazungumzo yaliyofanyika mwishoni mwa juma huko Miami kuwa yenye kujenga, lakini hakuna upande uliotangaza mafanikio. Wawakilishi hao pamoja na washirika wa Ukraine barani Ulaya walikuwa Miami tangu Ijumaa iliyopita kwa mazungumzo mapana ya kujaribu kutafuta suluhu mzozo wa Urusi na Ukraine unaoelekea kutimiza miaka 4. Steve na Umerov wamesema sehemu kubwa ya mashauriano ya mara hii yalijikita kwenye uhakika wa usalama na ulinzi wa Ukraine baada ya vita na mpango wa kujenga upya uchumi wa nchi hiyo. Tamko lao limesema utawala mjini Kiev umedhamiria kupata amani ya haki na ya kudumu kwenye mkataba wowote utakaofikiwa ili kumaliza vita. Mazungumzo ya Miami ilikuwa ni mwendelezo wa mashauriano yaliyofanyika mjini Berlin zaidi ya wiki moja iliyopita. Ulaya imekuwa na wasiwasi tangu Marekani ilipochapisha nyaraka yake yenye vipengele 28 vya kumaliza vita na kuishinikiza Ukraine ivikubali haraka iwezekanavyo.